Mohammad Jafar Asadi, naibu mkaguzi wa makao makuu ya Khatam al-Anbiya ya jeshi la walinzi wa mapinduzi la Irani, amesema kuna uwezekano wa mzozo mpya kuzuka tena kati ya Irani na Marekani. Anasema dalili zinaonyesha kuwa Marekani haizingatii ahadi wala makubaliano yoyote. Kwa mujibu wa Asadi, kauli na hatua nyingi za viongozi wa Marekani zinalenga zaidi vyombo vya habari kwa lengo la kuzuia bei ya mafuta kushuka na kujinasua katika matatizo walioyatengeneza wenyewe. Ameongeza kuwa majeshi ya Irani yako katika utayari kamili kujibu shambulio lolote litakaloweza kujitokeza. Kauli hiyo inatolewa wakati makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Iran na Marekani yakikaribia kumalizika ndani ya takriban wiki 3. Hata hivyo, licha ya usitishaji huo wa mapigano, mvutano bado umeendelea katika mlango bahari wa Hormuz ambao bado umefungwa, wakati ambapo Trump akitangaza usitishaji wa mapigano kwa muda usiojulikana. Wadau wengi wamejitokeza wakieleza kwamba ni Trump pekee, sio Kongresi, anayeweza kumaliza vita vya Irani. Wanasiasa wa mrengo wa kushoto nchini Marekani wanasema Trump hazingatii maelekezo ya Kongresi, bunge ambalo lina mamlaka ya upitishaji wa maazimio yoyote ya uvamizi ama kuingia vitani. Hata hivyo, Trump alipingana na maamuzi hayo na kueleza sababu zinazomfanya kuendeleza vita na Irani. Sababu ya kwanza ni kwamba wanachama 7 kati ya 10 wa Republican bado wanaunga mkono uamuzi wa rais wa Marekani wa kuanzisha vita, na wajumbe wengi wa Republican katika baraza la wawakilishi wanawakilisha majimbo ambayo Republican ndio wengi zaidi wa wapiga kura. Sababu ya pili ni kwamba marais wa Marekani wana faida zaidi kuliko Kongresi katika masuala ya vita na amani, kwani wanaweza kutumia jeshi bila kupata kibali cha awali kutoka kwa Kongresi kwenda vitani. Sababu ya tatu ni kwamba sheria ya nguvu za kivita ambayo Kongresi iliidhinisha kujibu vita vya Vietnam ili kupunguza mamlaka ya rais ya hiari imeonekana kuwa haifanyi kazi kulingana na kifungu hicho. Sheria hii inamtaka rais kukomesha vita vyovyote ambavyo havijaidhinishwa na Kongresi baada ya siku 60. Hata hivyo, marais waliotangulia siku zote wamepuuza vifungu hivyo na mahakama haijawawajibisha kwa hili, kwa sababu mahakama zimeamua kwamba wabunge hawana uhalali wa kisheria wa kuleta mashtaka, na wameiarifu mamlaka ya kutunga sheria kwamba ina njia nyingine zinazopatikana kama vile kukata ufadhili, au kwa sababu mizozo kama hiyo kati ya rais na Kongresi inaibua masuala ya kisiasa ambayo yanapita zaidi ya mahakama. Kifungu hicho kinaelezea kuwa kwa mujibu wa sheria ya nguvu za kivita, muda wa siku 60 aliopewa Trump umemalizika tarehe 1 mwezi Mei, na kuna uwezekano kwamba wana Democratic wengi pamoja na wa Republican wachache watonga mkono azimio la pamoja la kumaliza uhasama dhidi ya Irani.